Leo kunako uwanja wa Boys ulishuhudiwa mchezo wa kirafiki uliowakutanisha Small Boys dhidi ya Singida Combine kutoka Singida, mchezo uliotamatika kwa ushindi kwa Small Boys wa bao 3-1. Mchezo huo umevuta hisia za wengi pamoja na viongozi mbalimbali ambao walipata nafasi ya kuzungumza na Itigi TV, na hapa tupate nafasi ya kumsikiliza diwani wa kata ya Mjini ambaye ni Ali Minja, ambaye alikuwa na haya ya kusema. Taswira iliyopo ni kwamba kwanza Itigi tuna vipaji vingi vya michezo kama ambavyo umeona leo Combine ya Singida imekuja kucheza na Combine ya Itigi hapa kwa maana ya Small Boys, na matokeo kama ambavyo yanaendelea hapo ni goli 3-1 mpaka sasa, kwa maana ya Small Boys wanaongoza goli 3 dhidi ya 1 la Combine ya Singida. Hii inaonyesha kwamba Itigi vipaji vipo vya kutosheleza. Kwa wakati wa nyuma ndani ya halmashauri ya wilaya ya Itigi michezo ilikuwa ina hamasa kubwa sana tofauti na sasa. Nyinyi kama viongozi mna mpango gani kuhakikisha hamasa ya mwanzo ya michezo inarudi kama ilivyokuwa awali? Tunatarajia kurudisha hiyo hamasa kwanza kwa kusimamia hizi timu zetu hizi ndogo hazina usimamizi ule madhubuti. Vijana wengi na timu nyingi ni kama wanajisimamia wenyewe. Tunataka kuweka usimamizi wa madhubuti kabisa ili kuweza kuonyesha kwamba namna gani tunawasaidia vijana wenye vipaji waweze kuendeleza vipaji vyao. Kwa sababu katika safari hii ya michezo wengine wanawasindikiza wengine, kama ambavyo tunaona baadhi ya wachezaji wengine wamekwenda kwenye madaraja ya juu na wengine wameendelea kubaki hapa. Kwa hiyo tukiwasimamia vizuri tutatengeneza ajira kwa maana ya kuwasaidia wengine waweze kufikia malengo yao. Kuna mpango wote labda kwa upande wako binafsi kuanzisha mashindano yoyote ambayo labda yatakwenda kwa jina la Minja Cup kutoa hamasa kwa vijana? Inawezekana ishindikani. Japo sisi tuko kwenye hatua za mwisho za uongozi wetu, lakini tunaweza tukafanya kushirikiana na wenzangu kwa sababu Itigi ni moja. Tuna hapa mji ni mmoja lakini mamlaka ziko 3 kwa maana ya kata ziko 3 kiserikali. Tuna kata Itigi Mjini ambako niko mimi, kata Itigi Majengo ambayo yuko Mheshimiwa Mwalwayo, na kata ya Tambukareni ambayo yuko Mheshimiwa Simba. Kwa hiyo tukashirikiana sisi sote watatu tukatengeneza mashindano mazuri ambayo yanaweza kukatia hamasa kwa vijana kwenye eneo letu. Ukiwa kama kiongozi, neno lolote kwa vijana ambao wanajitafuta kwenye upande wa michezo? Neno kwa vijana ni kwamba kwanza wajitambue, la pili watengeneze nidhamu. Mpira unataka nidhamu. Yaani bila nidhamu hamna kitu chochote kitakachofanyika hapa. Tunataka vijana wajisimamie, wao wenyewe wajitambue kwamba kama anaamua kucheza mpira kwa maana ya kwamba awe mchezaji wa mpira, lazima awe na nidhamu ya kuwahi kufika mazoezini, nidhamu ya kutunza kile ambacho atakipata kutoka kwa walimu ambao watamsaidia kumpa maelekezo na baadaye kuweza kuendeleza kipaji chake. Kwa sababu mpira kwa kweli ni ajira kama ambao tunaona maeneo mengine, na hata hapa Itigi mfano upo, wako watu ambao wametoka kimaisha kwa ajili ya mpira wa miguu. Vile wadau wa soka nao walipata bahati ya kuzungumza na Itigi TV kuhusiana na swala zima la michezo ndani ya Itigi. Kwa majina naitwa Godfrey Kathian Mawanga, ni mkereketo wa soka hapa halmashauri ya Itigi. Pia nahamasisha vijana wote ambao wapo katika viunga vya halmashauri hii ya Itigi kuweza kujitokeza katika maeneo yao husika, ambao kama upo Tambukareli, upo Itigi Mjini, upo Majengo, basi uweze kusogea katika maeneo ambako kunakuwa na maeneo ya kufanyia mazoezi ili kuweza kuimarisha afya yako. Kwa hiyo natoa hamasa kwa vijana wote katika maeneo yote hayo ambayo nimeyataja waweze kuhudhuria mazoezi ambayo yanaendelea katika viwanja mbalimbali ambayo wanahamasishwa na halmashauri ya Itigi. Wewe kama mdau mojawapo mkubwa wa soka hapa Itigi, unadhani nini kifanyike kuhakikisha kuwa vijana vipaji vyao vinaendelea? Nadhani kuna muendelezo mzuri hapa wa vijana katika kuendeleza katika kisoka. Kuna timu kama Small Boys ambayo hii ni timu ambayo ina academy nzuri sana ya kukuza vijana, na tunaendelea nao vijana vizuri. Vifaa vya michezo vipo vya kutosha.
vijana kama ulivyoona hapa leo, Singida amekuja ameweza kupigwa goli 3-1 na mchezo umemalizika vizuri kabisa. Vijana wako vizuri, wameimarika vizuri, viwango vizuri, na tuangalie huyu katoka wapi au katoka sehemu gani na ana uwezo gani. Sisi tunachoangalia hapa ni soka, na vijana wako vizuri sana. Pia tunawapongeza watu mbalimbali wanaojitokeza katika kuendeleza soka hili, ambao ni wachezaji wa zamani wa kongwe kama Msafiri Ng'ambi, ambao hayuko mbali sana na soka la hapa na kukuza soka la hapa Itigi. Wadau mbalimbali wengi wanajitokeza kama kina Idi Mitumba hapa, tunawaona wanajitokeza katika kuja kusimamia vijana michezo. Pia tunawapongeza sana viongozi wetu kama kina Abu, dereva wa halmashauri, yuko vizuri kabisa, ni kocha wetu wa vijana na anahamasisha vizuri sana vijana kucheza soka, na anasimamia kwa hali na mali hadi kutoa vitu vyake yeye mwenyewe, pesa zake kununulia vijana. Wadau wanapokosekana anajitahidi sana, kwa kweli tunampongeza kwa kweli. Sasa hivi wanafanya mazoezi. Kipindi fulani walikuwa wafanyi mazoezi, yani ilikuwa kama Small Boys inalegea, lakini sasa hivi inaonekana ipo imara, na hapa sasa hivi tunaonekana kuwa tutatetea ubingwa wa shirikisho ambayo tunachezaga mara kwa mara shirikisho. Hii nadhani safari tutafika mbali. Umenielewa, tutafika mbali. Kwa hiyo yani kwa ujumla Small Boys iko vizuri. Kwa sasa hivi ipo vizuri. Tunawaomba wadau wajitokeze kuisaidia Small Boys, maana inaonekana wadau wamejificha sasa hivi. Sasa hivi inafanya vizuri. Waje waisupport timu yao. Tuwe tuna timu ya halmashauri nzuri. Unaona? Maana inaonekana wadau wamejificha, hata kama tukiwa inacheza washabiki hawaji. Sasa hivi waje, timu ni nzuri, ipo safi bila shida yoyote. Kocha msaidizi wa timu ya Small Boys naye alipata wasaa wa kuzungumza juu ya mipango yao kama viongozi ndani ya klabu ya Small Boys. Kwa jina naitwa Mapinduzi aka Genda Boy. Kocha mkuu ni Abu. Leo tumetoka uwanjani hapa tukiwa na ushindi kidogo. Pia vile tunapenda kuwashukuru sana washabiki wetu kwa kujitokeza uwanjani kwa wingi zaidi na kuipa support timu yao ya Small Boys. Pia vile ningependa kuwashauri washabiki watokeze kwa wingi sana pale timu yao ya Itigi inapocheza, hususan kwamba sisi hapa hatuna timu ya ligi kuu, ndio timu ambayo tunaitegemea Small Boys kuipandisha daraja ili tupate timu ambayo itashiriki ligi kuu miaka ya mbele hapo baadaye. Pia vile siwezi kuacha kumshukuru sana huyu mdau ambaye anaisupport timu yetu kwa kutusaidia vifaa mbalimbali. Huyu ni mdau mwenye kampuni kubwa hapo stendi ambayo inaitwa Top Speed, sio mwingine ni Msafiri. Tunamshukuru sana na tena tunaomba awe na moyo wa dhati kama alivyokuwa nao, na tunaomba wengine wamuige sana mdau kwa kuweza kutupa support sisi Small Boys. Kwa kweli tunafanya vizuri sana katika mashindano haya, na tunaomba na wengine vijana wenye kipaji waweze kuingia katika kikosi cha Small Boys, waweze kuungana pamoja, na pia vile tunaomba mashabiki tuweze kushikana kwa pamoja, tuweze kuisupport timu yetu ya Itigi ambayo ni Small Boys. Jina langu ni Ramadhani Juma na hii ni Itigi TV.